ulimi wetu uko kwenye midomo yetu. Repasika indarabasika. Nione mwanamke mmoja akitoa sauti yake akiomba. Nione mwanamke mmoja akitoa sauti yake akiomba. Repaseke indaramasika yanda. Endorobosika yanda. Repasakata ramasikata. Reposakate rebosaka yanda. Rikasakata ramasakata. Remasekete rebosaka yanda. Kama unaweza kunena kwa lugha, tunena kwa lugha. Kama unaweza kunena, sema tu asante Yesu, asante Yesu. Riposakate rebasa yanda. Repasaka yida ramasekete rebosa yanda. Enda ramasikata. Reposekete remamama. Enda ramasakata rababa. Indorobosikata. Repasakata. Enda ramasaka yanda. Reposikata rababa. Enda ramasika yanda. Rekosekete rebosa yanda. Naponena kwa lugha nasikia ndimi za moto zinashuka mahali hapa. Nasikia mito ya uzima inashuka mahali hapa. Bubujiko linashuka mahali hapa. Unaweza hata ukainua mikono yako kanena kwa lugha. Jiunganishe katika antena ya Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Usizuie kinywa chako kutamka matendo ya Bwana. Usizuie kinywa chako, sauti ya muziki we chini. Ripo sakate. Enda ramasakata rabasikata. Manderebo saka yanda rababababababa. Enda ramasekete rebo sika yanda. Reko sekete remasi yanda. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja aliyekuja kwenye ibada hii. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Godfrey na wote ambao wameingia hapa. Hakika Mungu ni mwema asubuhi ya leo, na Roho Mtakatifu ana kitu chema ameandaa kwenye maisha yetu. Wote ambao tuko hapa live na hata wale ambao wanatutazama kwenye ibada hii, kwenye kipindi hiki kizuri kabisa, naamini kabisa Mungu ametamani tuwe hapa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Leo ni siku njema, tutamuona Bwana. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa siku nyingine nzuri. Natamani nifundishe hapa kidogo, afuta kuwa na maombi. Leo nataka tuombe sana kwa baada ya ile somo ambalo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Tunaendelea. Sema tunaendelea. Tunaendelea. Sema tunaendelea. Tunaendelea. Tulikuwa tunafundisha kwa habari ya kitabu cha jinsi ya kushinda majaribu. Bado sijamaliza. Bado moyo wangu uko hapo hapo. Roho Mtakatifu hajanitoa. Naamini watu mnabarikiwa na ile somo. Mwende na YouTube mkaliangalie tena na tena na tena. Ni masomo ambayo yamekuwa yanainua watu sana na kuwabariki watu sana. Kwa hiyo natamani na wewe pia uende YouTube ukalitazame tena na tena na tena. Litakubariki pia. Tumeshazungumzia vitu vingi kwenye hili somo la jinsi ya kushinda majaribu. Na naamini kabisa kwamba wale ambao pia wamesoma hichi kitabu. Sasa tulikuwa tumeongea vitu vingi, tumeongea karibu series 6, hii ni ya 7. Hii series ya leo ni ya 7. Na nimekuwa nakimbia haraka ila hata leo nataka pia niende. Tuko kwenye, kama unaandika kichwa cha habari unaandika jinsi ya kushinda majaribu. Ndio ambapo tunazungumzia vipengele vichache vingi ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kushinda majaribu. Jumapili iliyopita Roho Mtakatifu alitusaidia na katufunulia sana kwa habari ya kuomba maombi ya akiba ili kushinda majaribu. Na najua watu wengi tuliomba, mtumishi wa Mungu Godfrey, Mungu alimtumia hapa sana, akatuongoza katika maombi tuliomba, na nimekuwa nikitembea sana hicho kitu. Hata sehemu ambazo nimeenda kudumu nilikuwa nasikia Roho Mtakatifu akiniambia tulifundishe maombi ya akiba. Nilikuwa nikiingia mitandaoni nafundisha kitu hicho maombi ya akiba, na nikaona jinsi gani ambavyo shuhuda zimekuwa ni nyingi na watu wamekuwa wanajengwa sana. Sasa leo tuzungumzie, tumeshamaliza hiyo topic, umuhimu wa maombi ili ushinde majaribu, na hasa tuligusa eneo la maombi ya akiba. Ila leo tunakwenda kushughulika na ili ushinde majaribu, shughulika na madhabahu za kwenu. Kama unaandika andika, ili kushinda majaribu, shughulikia madhabahu za kwenu. Madhabahu ya kule ulipozaliwa, madhabahu ya kule ulikotokea. Kwa sababu majaribu mengi yanayokuja yameunganishwa direct na madhabahu za kwenu. Sisi tumezaliwa Afrika. Afrika kuna madhabahu nyingi ambazo ziliinuliwa ambazo hazikuwa Mungu. Kama umetokea kwenye madhabahu ambayo haina shida, rafiki yangu, ongera. Ili somo alikuhusu. Tunaongea na wale watu ambao tulizaliwa kwenye madhabahu ambazo ni nzito, ni giza, ni ngumu, lakini kwa msaada wa Mungu leo tumesimama na tumeweza kuziangusha hizo madhabahu. Hallelujah. Amen. Ili somo nalifundisha with so much confidence, kwa sababu ninajua nguvu ya madhabahu. Ninajua madhabahu zilivyonitesa. Ninajua madhabahu zilivyokula maisha yangu.
Ninajua madhabahu zilivyonidanganya, madhabahu zilivyomtesa baba yangu, madhabahu zilivyomtesa mama yangu, madhabahu zilivyotesa ndugu zangu. Ninaelewa. Na nataka nikwambie kitu kimoja. Kuokoka ni kitu kimoja, kushughulikia madhabahu ni kitu kingine. Nakumbuka nilikuwa nimeokoka miaka mingi na nimezaliwa Pentecoste. Lakini nilikuwa ninateswa sana na magonjwa. Oh yes. Na nilikuwa sijui kwamba ile magonjwa yalikuwa yanatokana na madhabahu za kwetu. Ndio. Kwa hiyo nikawa babangu akawa nikiwa nakuwa ananitia moyo. Mwanangu, usiogope, vumilia, ni majaribu tu ya magonjwa, utashinda. Lakini yalikuwa ni magonjwa ambayo sio magonjwa ya kawaida. Oh yes. Leo naweza nikaumwa figo. Figo ikinyamaza, kichwa kinaanza ambacho hakinyamazi. Ndio. Kichwa kikinyamaza, masikio yanaanza. Masikio yakinyamaza, pressure inashuka. Pressure ikitoka unasikia sijui uti wa mgongo, huwezi kuinama. Kikinyamaza, miguu. Na kwa una siku moja nilila KSMC, hii miguu ilipelekwa physiotherapy. Nilikandwa, sio ndo kukandwa, sio kufanywa mazoezi. Yaani hiki kikinyamaza, operation. Ziwa limeota uvimbe. Nikitoka kitu kingine kimetokea. Sijui appendix imepasuka. Yaani sikuwahi kuwa na furaha. Oh yes. Sikuwahi kufurahia afya ya kiungu. Ndio. Na sikujua ni madhabahu. Ndio. Kwa sababu ziliniona kuanzia mbali zikanipima. Oh yes. Zikajua huyu anayekuja kwenye hii familia ni mkombozi wa hii familia. Oh yes. Amekuja kuvuruga utaratibu wetu kwa sababu wanajuaga. Ndio. Hata Yesu alipozaliwa aliiona nyota mamajusi. Kabisa. Wakasema tumeiona nyota ya mfalme. Kabisa. Na mimi nilipozaliwa nyota waliiona. Kwamba kuna nabii amezaliwa kwenye hichi kizazi. Oh, yes. Na kazi yake anakuja kuharibu misingi ya kale leo vizazi na vizazi. Anakuja ili kutengeneza ndoa. Ndio. Anakuja ili kuleta elimu. Ndio. Anakuja ili kuwafanya watu wao watumishi. Ndio. Anakuja kuondoa maskini kwenye familia. Tumpe magonjwa. Sasa kwa kuwa baba yangu hakujua, alafu mimi madhabahu ilipambana mimi kuanzia siku nazaliwa. Ngoja nikwambie kidogo ushuhuda. Mamangu alipata uchungu wa muda mrefu. Akasema ni kipindi hicho hakuna operation. Hiyo ni kijijini. Kulikuwa hakuna operation. Unaweza kanielewa ninachokizungumza. Kwa hiyo akawa amepata uchungu wa muda mrefu. Sikiliza jamani, somo la madhabahu ni la muhimu. Naomba nisikize. Yaani leo pastor naomba ujiandae. Uzuri ndio professional yake. Yeye ndo amenifundisha sana hivi vitu. Mimi nilivyoelewa na Pastor Godfrey ndio nilijua vitu vingi kwa habari ya madhabahu. Nilikuwa sijui sana. Ila sasa yeye ni Mungu alimpeleka huko sana akawa expert. Kwa hiyo nakufundisha ili tukianza kuomba. Hey! We are going back to our village. Hallelujah. Kwa hiyo wakati nazaliwa, mama yangu akapata uchungu wa muda mrefu. Alafu sasa jamani vinajuaga hivi vitu vinajuaga. Zile tochi za kichawi zinamulikaga, za mizimu zinamulikaga, zinaelewa kwamba kuna mtu anazaliwa huku na akizaliwa taribu utaratibu wetu. Mamangu akateseka. Sasa ghafla akamwona mtu alikufaga miaka mingi iliyopita. Akatoka mochwari. Yaani akamwona alikuwa mnene, anasema huyu mama alikuwa ni mnene sana. Sasa alikufaga miaka mingi. Mamangu akamwona anatoka kule mochwari, anatembea, alikuwa na ipsi kubwa, anapiga na ipsi yake. Akaja mpaka pale leba. Akamwangalia mama yangu. Akamwambia mama yangu, huwezi kumzaa huyu mtoto. Huwezi kumzaa huyu mtoto. Utakufa wewe na yeye atakufa. Mamangu akamwambia yule mama, umekuja kufanya nini hapa wakati hakuna mahusiano kati ya wafu na walio hai? Akamwambia hujuagi mimi niliokoka. Maana alikufa kipindi mamangu bado hajaokoka. Akamwambia mimi sio yule ulioniachaga. Mimi niliokoka na hakuna mahusiano kati ya watu tulio ndani ya Kristo na watu waliokufa. Hutaniweza mimi, hutamweza mtoto wangu. Anasema yule mtu akamwangalia akashikwa na hasira, ni kama alikuwa hajajua hiyo information. Alisubiri mamangu akiri kwa kinywa chake. Shetani anaweza kaja kwako mpaka uongee kitu ndio ataelewa kama unajua. Akija ukitetemeka ukiogopa, hakuogopi. Ila ukiongea kwa kinywa chako kwamba mimi sio wa kwako, sio wa madhabahu za kwenu, nilishahamishwa kwenye ulimwengu wa giza, nikaingizwa kwenye ulimwengu wa nuru wa mwana wa pendo, hapo ndio anapoogopa. Kwa mama yangu alipomwambia kuna uhusiano kati ya nuru na giza, waliokufa na walio hai, mimi nilishahamishwa, akaangusha chozi kubwa. Mama akasema tu yuko leba, hakuna mnesi anaona yale maono yale unayaona, unajua maono Alivyoangusha ile chozi, mamangu akasikia uchungu, akasikia nasukuma. Lakini alivyoangusha chozi, akajeuka akarudi. Mamangu akasema anarudi kwa huzuni, yani amenyongonyea.
hawezi kumfanya kitu sababu Mungu ameshamtangazia ni nani ndani ya Kristo. Yeye ni nani ndani ya Kristo. Kwa hiyo alivyorudi mocho akamwona mpaka akaingia mochwari. Sasa ilikuwa ni picha ya ulimwengu wa roho. Kwamba alitoka kwenye wafu. Ndio maana Mungu aliona ile picha ya mochwari. Unanielewa? Amen. Lakini ghafla nikaanza kusukuma. Mama hana nguvu tena, ameshachoka. Ikabidi wachukue zile chuma za kusukumia watoto kwa vacuum. Wakanivuta nazo kwa sababu ilikuwa mama hawezi kusukuma, ameshachoka. Nikaungua kichwa changu chote. Yaani mimi nilikaa hospitalini miezi. Yaani ukifungua kichwa changu kaangalia ile kovu unaweza kukimbia. Na kadri ninavyokuwa ndivyo linavyokuwa dogo. Ila nikiwa mdogo ilikuwa linatisha. Na watoto wote wanaozaliwa wanavutwa na chuma na inatokea labda ajali. Wanazaliwa na vile unaona watoto wana vichwa vidogo. Mavichwa vidogo vile au wanakuwa mataira. Alitaka kuachilia hiyo effect kwangu. Lakini sikuwa taira, sikuwa na kichwa kidogo. Kwanza nikiwa nimesahau swali darasani nikigusaga hapa hivi ndio akili inarudigi ndio nakumbukaga. Nikisahau tu swali darasani kipindi hicho, nikikuna tu hapa nakumbuka. Haleluya. Ghafla nikazaliwa. Haleluya. Amen. Kwa madhabahu inaanza kupambana na mtu kuanzia mbali. Oh yes. Kwa nikawa ninaugua magonjwa yote kama nilivyokuambia. Ndio. Lakini babangu akawa ananitia moyo. Mwanangu usiogope. Ni magonjwa tu. Afu hospitalini wakaniambia wewe afya yako, seli zako si za mwili, si kinga yako iko chini. Ndio maana kila ugonjwa ukija na kuweza, kumbe ni mzimu umesimama hapo ukapiga kinga. Siku niliingia mwaka wa kwanza chuo. Nikafanikiwa kujua kwamba kinachonipiga ni madhabahu. Ndio shetani alinielewa. Na mwaka nilipambana kwa miaka miwili nikipambana na hiyo roho ya magonjwa. Na mwaka wa pili nilifanikiwa kuiua kabisa, kuizika kuzimu. Na mpaka leo mimi ni mzima. Amen. Kwa sababu madhabahu iliniachilia madhabahu ya magonjwa. Sasa ndio maana nakwambia, ili uishi kusudi la Mungu. Oh yes. Ili ufanikiwe. Oh yes. Ili upige hatua, shughulikia madhabahu za kwenu. Oh yes. Zaburi ya 11 mstari wa 3 inasema hivi. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Hapa ni Daudi alikuwa anauliza. Daudi alikuwa ni agano la kale. Na Yesu alikuwa bado hajaja. Na huyu ni mwenye haki anaambiwa sio mdhambi. Ni wewe uliyeko hapa kanisani saa hizi. Kwamba kama misingi ikiharibika, nini mwenye haki atafanya? Oh yes. Haleluya. Amen. Alafu watu wengi ambao tuna hatima kubwa tumezaliwa kwenye madhabahu ngumu. Kabisa. Tumezaliwa, yani watu wengi ambao tumebeba hatima. Paka nikamsema mume wangu hivi kwa nini, ndo akanifundishaga. Akaambia unajua kwa nini tunatoka kwenye mafamilia magumu, ili wakati tunapambana kutoka kwenye vile vifungo tukomae misuli. Unaweza usinielewe. Yaani wakati unapambana na yale magonjwa, wakati unapambana na ule umaskini, wakati unapambana na hali za kutokuolewa, wakati unapambana na zile roho za kukosa kazi, unapambana na misari iliyochorewa, roho za kukaa kijijini, roho za kutokufanikiwa, roho za unajua kuna madhabahu mpaka upendeze hata uvae nguo nzuri, sura yako inaonekana ya kizee. Yaani kuna watu familia yao yote ni wazee, hata kama ni wadada wanaonekana ni wazee. Na unajua kati ya madhabahu ni nini? Madhabahu zilizoinuliwa kwenye ulimwengu wa roho kugizani zilikuwa zinakula chakula sadaka. Sasa unakuta wale watu walifanya maagano, wakatoa labda watoto wa kike wawe sadaka. Kwamba kwa kutokuolewa kwao, ile hali ya sababu unakuta kulikuwa kuna nyota ya ndoa kwenye hiyo familia. Nyota ya nini jamani? Ya ndoa. Kwa hiyo wakikuta kuna nyota au kuna kibali cha ndoa, wale sasa wanakitoa sadaka kile kibali cha ndoa. Wakati kikiwa kwenye ile madhabahu watu hawaolewi, ndivyo ile madhabahu inavyozidi kuwa na nguvu ya kutawala ile familia. Unaweza usinielewe. Ndio maana unaweza kukuta kwenye Mungu wa roho watu wengi ambao hawaolewi wanatembelewa na majini mahaba. Hayo majini mahaba ni wale mapepo ya kwenye familia ambayo yanazunguka yakija kulala na nyinyi ndio yanachukua nguvu. Ndio. Watu wengi wa hivyo unakuta wanatembea kwenye roho ya masturbation, wanajichua. Wanavyojichua, kile kitendo cha kujichua, zile nguvu wanazozitoa zinaenda kuwalisha wale majini. Au yale mapepo, au wale waliopewa nguvu ya kukitawala hicho kizazi. Ndio. Agano lao linaimarishwa kwa watu kutokuolewa. Agano lao linaimarishwa kwa watu kufanya masturbation. Agano lao linaimarishwa kwa watu kuendelea kukaa kwenye umaskini. Agano lao linaimarishwa kwa watu kuendelea kulewa pombe. Mimi sikujuaga. Kipindi mdogo wangu ameanza kunywa pombe na alikuwa ni mzuri, ameokoka. Tukashangaa ghafla tu anaanza kunywa pombe.
anaanza kuvuta bangi. Ndio nikagundua madhabahu ya kwetu ni madhabahu ya ulevi. Oh, yes. Babu zangu 3 walifia mtoni wakiwa wamelewa, tukawakuta wamevimba matumbo. Pombe, hakuna mtu anywi, hakuna mtu aibi. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na roho ya wizi. Wala nilikuwa siambiwi naiba, yani nikiona kitu nasikia nikiibe. Tunaenda hadi kwa mtu kwenye genge, tunakuta ameweka nyanya, unapita chini kwa chini, unaiba nyanya kwenye genge la mtu. Shambani miwa, yani unasikia ukiiba ndio, yani ukiiba ndio unasikia utulivu wa moyo. Baba akija na sadaka zake hapo amehesabu, nimehesabia, napiga panga langu hapo pembeni, afu ndo nasikia utukufu umeshuka. Kumbe ni madhabahu inakula. Oh, yes. Kwa kuwapa tu roho za wizi. Oh, yes. Kule mdogo wangu alikuwa ameokoka, amezaliwa familia ya kilokole, baba ameokoka, lakini kwa sababu ya ile nguvu ya madhabahu inataka watu walewe, wanywe, ili endelee kuimarishwa, ikaja kwa kutokujua na wazazi kutokujua, mlango ulipofunguka akaanza kulewa. Sio kwamba alikuwa anataka. Alikuwa under the influence of the altar. Hallelujah. Amen. Yale magonjwa nisingekaa nipone hata ningekunywa dawa gani. Kwa sababu sio magonjwa ya kawaida. Ni madhabahu, ni magonjwa ambayo ilikuwa nasukumwa na madhabahu. Oh, yes. Kwa hiyo sasa vitu vibaya vinapotokea, mikwamo inapotokea, ndio madhabahu inapata nguvu, kwa sababu walitoa sadaka. Nikamwambia kwetu watoto wa kwanza wa kike tulitolewa sadaka. Kwa babu yetu fulani alikuwa mganga, kwamba watoto wa kike wa kwanza tusipoolewa, yeye kwa sababu alikuwa mganga na akafa, lakini kile kiti chake cha uganga ndio kitaendelea kuwa na nguvu ndani ya familia. Kwa sisi kutokuolewa, sisi unanielewa? Yaani wana exchange destiny za watu na altar. Oh, yes. Naeleza kisileme kinaeleweka. Yaani watu kukaa kutokuolewa, ile nyota ya kutokuolewa ikizikwa, hiyo ndio sadaka ya madhabahu. Kwa shangazi yangu akajaribu kuolewa, nilikusimulia. Alipojaribu kuolewa tu shangazi yangu, kilichompata, akakaa miaka 10 hana mtoto. Akaenda kaolewa ndoa nyingine bila kujua, akazaa. Alipozaa tu akawa kichaa. Sasa kwa sababu ni enzi zile hakuna mambo ya Mungu, ni mambo ya kupelekana kwa waganga, ikabidi apelekwe kwenye kaburi la babu, akaguliwa kwa sababu alikuwa mganga. Waganga wakampeleka pale, ndio akasema babu akatokea kaburini. Kwa sababu si mizimu ile. Umeelewa? Amen. Akamwambia, mwanangu, wewe ni mke wangu. Unaolewa nani mwanangu? Na watangazia mabinti wote wa kwanza huko kwamba mimi nilishawaoa, mimi ndio mume wao. Hampaswi kuolewa. Atakayevunja mwiko huu atakufa au atakuwa kichaa kama ulivyokuwa kichaa. Na ili upone nenda kavunje ndoa yako. Sasa kipindi kile hakuna maarifa ya wokovu, hakuna maombi, hakuna nini. Kwa shangazi yangu akarudi akavunja ndoa, akabaki single mother mpaka leo ninavyoongea. Kwa wakati mimi nakuja kuolewa ananifuata shangazi, najua umeokoka, najua sasa hivi unajua, naye akawa ameshaingia makanisa ya kuomba, kwa ameshaanza mambo ya maombi ya maelewa, kile akiwa mzee tayari, kwa hiyo hawezi kuolewa tena. Ndio akanielezea, ninavyokuelezea scenario, akaambia pambana. Fanyaje? Pambana. Lakini nikapambana na haikuwa rahisi mpaka nikashinda. Ila ujue ni ukweli, kuna binti moja ambaye aliingia kwenye ndoa kwenye ukoo wetu, naye ni wa kwanza. Alivyofikisha amefikisha mtoto wa 3, mwanaume akaanguka akiwa anapaua nyumba, akaja kufika KSMC. Baada tu ya kuzika, baada ya mwezi mmoja wa pili, yule dada nikichaa anakota magopo sasa hivi ninavyoongea. Ile nguvu ya madhabahu. Kwa sababu si ya kutaka mambo, ameokoka lakini hataki mambo ya ukombozi. Kwa na mimi nisingekuwa na maombi, nisingejua kuzikamata hizo roho na kuzifunga na kuzipiga, leo ningekuwa na mimi nikichaa, au ningekuwa nimekufa. Lakini kwa sababu Mungu ametuweka hapo ili tutengeneze kizazi kipya, mimi nimeenda kuharibu msingi wa zamani uliotengenezwa. Yes. Na kupitia mimi na kuwa sababu ya watu kuingia kwenye ndoa. Maana Mungu aliruhusu nizaliwe ili nikaondoe ile madhabahu ya kale. Na wewe naye nitazama, sijui ni kitu gani kwenye familia yako ambacho Mungu ameruhusu uokoke, Mungu ameruhusu usikie ili fundisho, ili uende ukakiangushe hicho kitu, alafu Mungu akuinue na ainue kizazi kinachokuja nyuma yako. Power! Amen. Are we together? Amen. Hili somo ni tamu. Yaani mimi ninalifundisha nikiwa na raha. Na hakuna mtu atanijudge because I know that I know and I know. Hey, sema power. Power. Hili swala la vita vya misingi limetesa wenye haki wengi sana na kuwaletea majaribu mengi sana. Kuna majaribu yanatokana na misingi. Sasa kama majaribu ya kutokuolewa si misingi.
Majaribu ya kwa tunaona yanatokana na misingi ya kale. Yaani mtu anajaribiwa lakini kimefungamana na msingi wa kale. Hapa pia nitajitahidi kukaa sana, nilikuwa naelezea kama nitakaa sana. Majaribu mengi yanakuja kwetu, yawe ya ndoa, madeni, magonjwa, umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Na mengine mengi huwa yana muunganiko mkubwa sana na familia tulizozaliwa. Na kuambia usipopambana na madhabahu, hata uende Marekani itakufuata. Kuna dada mmoja alinipigia simu juzi, anapeka Malaysia. Akaambia huwezi amini, mizimu ya Arusha mpaka huko Malaysia imenifuata. Hapa nilipo mchungaji ninalala na kofuli. Sijui ndo aliombewa na mtumishi gani kofuli. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Sijui naoga na chumvi. Sijui najisugua na nini. Akaambia nimesikia mafundisho yako unataka sana. Akaambia mpaka huko Malaysia. Mwingine yuko UK. Akanifuata kwenye mtandao. Akaambia huwezi amini, nimefika tu ile nafanikiwa, kifua kinaanza ambacho sikielewi. Na hichi kifua kule kwetu kipo. Sasa kilichofanya atume, kwa sababu nilimuombea, nilikuwa naomba tu mtandaoni. Akaenda kwenye sinki, kuna kitu kwa kinakaga pa miaka mingi akielewi, kikatoka. Kwa hiyo yuko UK lakini na mateso, anashindwa kwenda kazini, anashindwa kufanya vitu kwa sababu ya madhabahu. Ndio. Kwa hata Marekani madhabahu ya haina umbali. Usimeti nitahama Moshi, nitahama, nitatafuta maisha mahali pengine. Madhabahu inakufuata. Ndio. Sasa inakufuata. Inakufuata. Maana kuna watu na washangaga, yaani umji, nateseka tu hapa, nateseka tu hapa. Unafikia kuna mahali utaenda madhabahu haifiki. Hakuna mahali madhabahu haitaenda na wewe. Haleluya. Amen. Kuna mtu anaweza kanielewa ninachokizungumza Amen. Kwa hiyo sasa wewe umezaliwa katika familia fulani na damu yako imebeba taarifa zote za ile familia, kama ni nzuri au kama ni mbaya. Haleluya. Damu yako imefanyaje? Imebeba taarifa zote za ile familia, ziwe taarifa nzuri au mbaya, imebeba. Huwezi kukataa kwamba wewe Dora eti damu ya Komwanti haipo kwenye hakuna. Damu ya Yesu inasafisha roho zetu. Ila kuna mwili. Sema kuna mwili. Kuna mwili. Sema kuna mwili. Kuna mwili. Sasa damu ya mwili, vita vyetu vinafanyika, yani unakuta mwili ndio unaopigwa. Kwa damu yako hiyo imebeba vinasaba vya baba yako, huwezi kuvikana. Kama kuna kiroho cha ulevi kinatembea huko, kitakutesa tu kama usipokinyamazisha. Kuna kiroho cha uzinzi kitakutesa tu usipokinyamazisha. Kuna roho za machozi, kuna watu tumebeba roho za machozi, hata uishije lazima tu utaumizwa. Lazima tu utakuwa mtu akulia. Yaani ndio ambazo hazinaga furaha, lazima tu kitakushika. Si mnanielewa ninachokizungumza? Amen. Kwa sababu na damu ya nani? Damu ya kwenu unayo, huwezi kuikana. Oh yes. Yaani huwezi kuikana mpaka pale utakapoweza kujitenga nayo kwa nguvu ya damu. Tatizo la watu jamani ni uvivu. Unajua watu hawataki kulipa gharama. Anataka jeti mwekee mkono hapo chapu dakika 5 ameshatengwa na madhabahu, mtu asikudanganye. Ukitoka hapo nje, mkono wangu uko juu yako, inakufuata njoo. Si una kitu ndani, inakushughulikia ipasavyo. Ndio maana tunawafundisha kudili na madhabahu. Cha kwanza lazima uishi maisha matakatifu. Oh yes. Hiyo ni your personal nini? Ulinzi binafsi. When you live holy life, you have dealt with the altar. Kwamba ukiishi maisha matakatifu, sikia Martha, manake Mungu anakuwa na nafasi ya kukupigania wewe. Malaika wanakuwa wepesi kuja kufanya vita vyako. Usipoweza kuishi maisha matakatifu, huwezi kupambana na vita vya madhabahu. Amen. Kwa sababu unakuwa ni halali yao. Oh, yes. Halali yako. Yaani wewe ni mtu wao, ni halali yao. Ndio. Yaani wanastahili kufanya wanachokifanya kwako. Kwa unapoishi maisha matakatifu, maana yake umehamishwa kwenye ulimwengu wa giza, ukaingizwa kwenye ulimwengu wa nuru, na Mungu anakuwa na access ya kupigana vita zako. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho anakuona wewe ni mtoto wake, umeunganishwa naye. Yaani kunakuwa na ule uwezo wa kuweza kupiganiwa. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wote waliompokea aliwapa uwezo, sema uwezo. Wa kuwa watoto wa Mungu. Unapokuwa mtoto wa Mungu, ni rahisi Mungu kupigana vita zako kama mtoto wake. Lakini nje ya mtoto wa Mungu huwezi kupiganiwa. Ndio. Ndio maana tunamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Amen. Ufunuo 12:11. Haleluya. Amen. Kwa hiyo
Magonjwa, ngoja kwanza niendelea kuelezea kidogo hapa. Nilikuwa naelezea shuhuda zangu hapa, ngoja nizivuke niendelee. Ukisoma kitabu cha Isaya 61 mstari wa 4 anasema hivi: nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa, watainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Wangapi kwenye familia zao kuna mahali pakale palipoharibiwa? Of course familia yote ambayo iliabudu miungu lazima iliharibu, kuna vitu viliharibika kwa sababu walimkaribisha Mungu ambaye sio Mungu. Kwa Mungu akalaani kile kizazi. Anasema ninawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanachukiao, lakini na warehemu elfu na maelfu walipendana kuzishika amri zangu. Kumbe nyewe kwenu hamna mahali pakale. Wangapi kwa kuna mahali pakale palikoharibiwa? Vero kwa hamna shida. Endelea kaa hapo. Usipojua tatizo, huwezi kushughulika na tatizo. Oh yes. Na unatakiwa kujua kwa unajua unatakiwa uwe yaani Mungu ananiambia tunaambia unatakiwa uwe arrogant, yaani uwe na hasira. Na baadhi ya vitu vinavyoendelea kwenye maisha yako. Ndio. Bila hasira utaving'oa Dismas. Oh yes. Bwana atanihurumia tu. Hakunaga huruma. Yaani huruma za Mungu sio hizo. Zawe kukaa hivi. Mwenzenu sipiganagi mwenyewe. Ninapiganiwa na baba. Baba anakupigania lakini anatumia mikono yako. Anatumia mdomo wako. Oh yes. Aje na mdomo wake. Ukinyamaza naye ananyamaza. Ukijikunyata naye anafanyaje? Ndio maana akamwambia Yoshua, mahali popote nyayo zenu zitakapokanyaga nimewapa. Msipokanyaga si wapi. Amen. Yaani ukichukua hatua ukakanyaga mahali nitakupa. Ukiogopa usipokanyaga sahau. Akamwambia Ibrahimu, toka tazama juu. Akaambia umbali unaouona wewe Ibrahimu, wewe kama jicho lako ni kipofu utajua. Kama umeona mpaka hapo Njoro utajua. Oh yes. Kama utaona Tanzania utajua. Ndiyo. As far as you can see. Kiingereza ndio kinaeleza vizuri. I have given you. Oh yes. Yaani kwa umbali utakaoona nimekupa. Oh yes. Mungu anatutumia kulingana na uwezo wetu. Madhabahu zinaangushwa kutokana na uwezo wako wa ndani. Sio uwezo wa Mungu. Uwezo wa Mungu ni uwezo wako. Mungu afanye kazi nje yako, anafanya kazi ndani yako. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kama kinguvu chako ni cha kuendesha baskeli, utaishia kwenye baskeli. Oh yes. Hallelujah. Amen. Azimia wakati wa taabu nguvu zake ni nini? Chache. Kidogo. Na hizi nguvu hazikopeshwi, hakuna nguvu ya mkopo. Nguvu lazima itafutwe. Oh yes. Hata kwenye madhabahu za kuzimu. Ukitaka utajiri lazima uinue sadaka. Oh yes. Lazima ufanye agano. Ndio. Utaambia mtoe mama yako, mtoe mtoto wako, mtoe kaka yako. Na kila baada ya muda uisha agano. Oh yes. Kalale makaburini. Oh yes. Kachanjwe chale, sio vitu vyepesi. Yes. Kajaribu uone moto wake, wale ambao mlishaendaga hai. Kwa vitu vya madhabahu sio vyepesi. Lazima usacrifice. Amen. Ndio maana wajinga ndio waliwao. Oh yes. Ukikaa tu hapo, utazunguka makanisa yote, utatumbukizwa kwenye mafuta, kwenye chemchemi za uzima, utatumbukizwa kwenye vijito vya utakaso, utamani vya utakaso, utakopa songeshe, utakopa mikopo yote pride, wapi kwenda kuombewa na utatoboa. Kwa sababu vita ya madhabahu lazima utengenezwe wewe. Amen. Lazima uwe shujaa wewe. Amen. Lazima uwe na misuli wewe. Oh yes. Na hapa leo ninakutengeneza wewe. Ndio. Ninakupa misuli wewe. Amen. Ninakuimarisha wewe. Amen. Kwa sababu vita vyetu sio juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Power. Amen. Ninavyoniangalia kwa kutia huruma. Sisi tumekaa hapa kuwasaidia tu. Ndio maana tuko hapa makuhani na tunaweza. Lakini Mungu ametupa neema ya kuwasaidia. Ila kutembea ni wewe. Hiyo mimi sitaki kudanganya. Nitakwendea mlimani, mambo yako yote yataisha. Wewe tuma tu sadaka kwa 10,000. Na kupandia mlimani glad. Nikishuka, hunajaribu hata moja. Sijui. Mwenyewe na ya kwangu. Nikabebe ya kwangu kama ya kwangu. Pambana na hali yako. Acha kudanganywa eti nakuombea. Sijalala usiku kucha. Ni wewe tu nilikuwa nakuongea. Tuma tu sadaka, tuma tu sadaka. Tuma. Alafu mwenzako anakoroma, anakula zake chipsi kuku. Oh yes. Anasema wajinga ndio waliwao mama. Wajinga ndio waliwao. Kekundu. Kekundu. Mtafute Mungu.
Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Oh yes. Kama umeamua kuwa mtoto wa Mungu, mjue Mungu. Amen. Acha kujua watu. Acha kujua vitu. Sagine lako inaenda kuongea mwanamke. Wewe. Anakuambia nakuombea, kumbe anakunywa waini na hela yako hapo kitandani. Whisky anashusha. Acha na wanadamu wewe. Wanadamu hawafai kitu. Amen. Mungu peke yake ndiye unaweza kumuelewa. Oh yes. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote takalo, Manawe upo ndani yangu, Manawe upo ndani yangu. Mbona ukienda kwa mganga kuambia ukamtoe mtoto wa jirani yako? Mbona kuambia ukamtoe mke wa rafiki yako? Mbona kuambia ukamtoe mama wa jirani yako? Mbona kuambia umtoe mama yako? Kwa sababu kikuguse wewe. Sema kikuguse wewe. Kiniguse wewe. Na maombi lazima yakuguse wewe. Na maombi lazima yaniguse mimi. Wewe vipi wewe? Tuendelee. Akasema nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa. Watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Oh my God. Unajua nikiangalia kile nilikuwa nakumbukaga kule kwetu. Sasa hizi nikitoka hapa nikaenda kule, sio kwa babangu. Babangu ameshabadilishiwa maisha. Kule alipozaliwa. Ninazungumzia kule alipo asili yake. Acha pale nyumbani kwetu boma tumejenga, hata sio kwetu tumenunua kiwanja. Ila tukajenga kwa Mbinde. Hey! Mimi nimehamia kwetu nimeshamzaa Dani huyu. Yaani tumehamia kwetu. Yaani kwetu kwa baba yangu tumehamia nyumba yetu, alafu na mimi na mume wangu ndo tunahamia kwetu. Sasa kaelewa hapo. Yaani mimi na mume wangu tumehamia kwenye nyumba yetu. Alafu nadhani wiki hizo ndio babangu na mamangu wamehamia kwao. Sema madhabahu. Baba hataki kuja. Alikuwa anapinga, wanangu, nyumba za hapa hazitufai. Tunangoja nyumba za mbinguni. Hatuna makao. Siku tumemchefua sana, akienda kanisani ndio anatuhubiri. Alisi ndio message. Hatuna makao ya dumu. Watu wanataja magari. Watu wanataja farasi. Watu wanataja majumba Baba. Ndio. Mimi mtumishi wako nitalitaja jina la Yesu. Na ngojea taji. Oh Baba, wahurumie wanaoangalia majumba. Wahurumie Baba, roho zinapotea wanataka kukaa kwenye majumba ya kifahari. Wakati roho zinapotea Baba. Hapo tunahamishwa kwenye nyumba ya 16. Tumehamishwa nyumba ya ngapi? Hatuwezi kulipa kodi. Wewe huje kuelewa wewe. Tukabeba tunakunyoosha. Tushakuwa wakubwa, tushaelewa madhabahu. Sema madhabahu. Madhabahu Ni mbaya. Nyie vijana ambao hamjajenga, mnaweza kutoa madhabahu ndo zinazuia. Mkipata ile mandazi, vitobosho, kuonga wa dada. Usimu mpya. Junua kiwanja wewe madhabahu. Babako mwenyewe na madhabahu ngumu, anataka kitu cha kukuachia kiamba. Afu nakapo na shangato. Wanaume mna kazi, hivi vitu vimewakamata. Bana nyinyi ndio mmebeba mbegu za urisi. Hey! Wanaume! Weka hapo nichukue tu kamera baba. Madhabahu. Wanaume ndio wanapigwaga sana kwa sababu wamebeba urithi. Wao ndio wanaturisisha. Oh yes. Kwa katika watu ambao wanatakiwa wakombolewe mpaka wafunguliwe sana kwenye mambo ni wanaume. Wakishafunguliwa, mbegu wanazozizaa zinakuwa ni mbegu takatifu. Amen. Hazina tena uchafu. Hazina tena ile contamination. Na ndio maana sasa hivi shetani anawapiga wanaume kuliko kingine chochote. Kwanza anawanyima hela. Pili anawajaza ulevi. Tatu anawajaza tamaa ya kuoa na wake wengi. Ili wasitulie na hela na wasifanye maendeleo. Sio hawa kwa jina la Yesu. Amen. Nyie mmetakasika kwa jina la Yesu. Amen. Lakini pambane na madhabahu. Akasema watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Kuna sehemu ziliachwa kwa sababu hakupatikana mtu aliyesimama. Sisi familia zetu kizazi na kizazi. Kwa baba yetu alipozaliwa, baba yetu alichofanya tu kizuri ambacho ndamshukuru ni kukubali kumtumikia Mungu. Ingawa simlaumu kwa sababu dini aliyoingia ilikuwa iamini mambo ya madhabahu. Lakini ile kujitoa kwake tu kwa Mungu na kumpenda Mungu kwa moyo wake na kuishi maisha matakatifu na kumtembea na Mungu, sasa hivi ni mwaka wake wa 50 akiwa madhabahuni anahubiri. Mwaka wa 50 toka amefungua kanisa. Amefikisha juzi. Kwa ile kitu angalau Mungu alikumbuka.
akatufanya si watoto tukaanza kujifunza na kujua na kutafuta. Oh yes. Otherwise my friend angekuwa kama wenzake. Na ukoo mzima baba yetu anaeleweka. Peke yake. Sema peke yake. Peke yake. Sema peke yake. Peke yake. Anasema hivi, unapompokea Yesu, anakupa uwezo wa kutengeneza misingi mipya na sio yeye anakutengenezea. Sio anafanyaje? Anakutengeneza. Yaani unachopewa ni uwezo. Hivi hapo nataka hii point. Yaani hebu sahau kila kitu. Kaka upo? Yaani sema tu mama amesema hivi, Yesu ananipa uwezo, sio kwamba ananitengenezea. Jamani, mimi nikikupa uwezo nimekutengenezea? Siwezi ngakupa uwezo na ukamua usitengeneze. Mama nani? Mama Julius. Siwezi ngakupa uwezo ukamua usitengeneze, ukamua ufanyie uwezo kitu kingine. Yesu amekuja kukupa uwezo, amekuweka kwenye nafasi ambayo zamani ulikuwa hauwezi kukaa kwenye hiyo nafasi kwa sababu ya dhambi. Akalipa madeni yako yote. Sawa na Warumi 8:1, hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Umenielewa? Zile adhabu za familia akazinyamazisha. Sasa wewe ndio unatakiwa, unajua unaweza ukawa umefunguliwa kwenye gereza lakini bado uko gerezani. Hivi ulishakaga na kuku ambaye amefungiwa ndani muda mrefu? Au mbuzi ambaye amefungwa kama muda mrefu? Au ng'ombe ambaye amefungwa kama muda mrefu? Au mtu ambaye amevaa sweta muda mrefu? Au mtu ambaye anafunga kitambaa muda mrefu? Kama Muislamu, unajua kuna saa kitoa kitambaa anajishtukia. Anahisi kitambaa kipo. Kuku hata ukimsukuma anasogea anarudi kwa sababu anahisi bado amefungwa. Ile tunaita phantom sensation. Yaani kuna kwa sababu ya kukaa kwa muda mrefu, kuna hisia kwamba still bado yuko pale kwenye kile kifungo. Sasa watu wengi ndio hivyo, mmeshawekwa huru, lakini phantom sensation inampa tena adui nafasi. Kwamba unashindwa kutoka. Haleluya. Amen. Mnanielewa vizuri? Amen. Akasema hivi, hapa anasema ni watakatifu ndio watakao jenga misingi iliyoharibiwa vizazi na vizazi kwa kutumia mamlaka tuliopewa ndani ya damu ya Yesu na jina la Yesu. Sio maana alitupa mamlaka alivyoshuka kuzimu. Jamani, mnanisikia Shedraki? Hiyo mamlaka kwenda nayo mbinguni aliliachia kanisa. Si mnajua? Hiyo authority akasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Lolote mtakalo lifunga mbinguni limefungwa duniani. Mtakalo lifungua mbinguni limefunguliwa wapi? Sema mamlaka. Mamlaka. Na nguvu. Na nguvu. Ninazo. Ninazo. Kwa kumaanisha kama unahubiri na mimi. Sema mamlaka. Mamlaka. Na nguvu. Na nguvu. Nimepewa. Nimepewa. Akasema nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Luka 10:19. Na nguvu zote za yule muovu, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Yesu alikuja kumaliza kwa namna ambayo aliingia kwenye nafasi yetu na sisi tukaingia kwenye nafasi yake, tukawa ndani yake na yeye akawa ndani yetu. Ndio maana akasema kwenye kitabu cha Yohana 15 mstari wa 7, nyie mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote mtapewa. Oh yes. Sasa neno la Mungu ni nini? Ni Yesu. Unapoliweka neno ndani maana yake umemweka Yesu. Amen. Kwa hiyo unakaa ndani ya Yesu na Yesu ndani yako. Oh, yes. Ukiwa hivyo, omba chochote, vunja chochote, haribu chochote, pambana na chochote, kinatokea kwa sababu uko ndani yake na yuko ndani yako. Na yeye ni mshindi, hayuko tena kaburini. Kaburi alikumweza, mauti hazikumweza, dhambi haikumweza, madhabahu hazikumweza. Ndio maana alishuka kuzimu, akachukua funguo za mauti, za uzima. Alipolichukua akapanda duniani. Akamwambia Lucy, chukua funguo. Martha, chukua funguo. Gladys, chukua funguo. Godfrey, take the keys. Come on. Hakupanda nazo juu. Akatukabidhi na akatuamini kwamba tunaweza. Sema nimeaminiwa. Nimeaminiwa. Niguse hivi kifua. Sema nimeaminiwa. Haukuaminiwa kwa sababu wewe ni mzuri. Haukuaminiwa kwa sababu una hela. Haukuaminiwa kwa sababu una elimu. Haukuaminiwa kwa sababu ya familia uliyotokea. Uliaminiwa kwa sababu ya kusudi aliloliweka ndani yako ambalo sio mwanadamu ameliweka. Fanya hivi basi. Sema mtu yote asinidharau. Mtu yote asinidharau. Nimeaminiwa. Jigonge wewe vipi? Sema nimeaminiwa. Nimeaminiwa. Mimi ndio nafungua za familia yangu. Mimi ndio nafungua za familia yangu. Nikifunga mizimu inafungika. Nikifunga mizimu inafungika. Nikifunga umaskini unafungika. Nikifunga umaskini unafungika. Nikifunga magonjwa yanafungika. Nikifunga magonjwa yanafungika. Nikifunga kukosa kunafungika. Nikifunga kukosa. Sema mimi ndio nafungua. Mimi ndio ninafungua. Mimi ndio Bwana mwenyewe mwenye funguo. Mwenye funguo.
Sio uko wapi Mungu wangu, maadui wamenizinga kila kona. Uko wapi Yesu, uko wapi? Njia gani umekwenda na kutafuta uonekane? Anakaa ndani yako na ameshakupa mamlaka. Anasubiri utumie mamlaka, kwa sababu tayari ameshinda. Akasema tulikufa pamoja na Kristo, tukasulubishwa naye, tukafufuka naye, tukaketishwa naye juu sana kuliko ufalme, kuliko usultani. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu katika ulimwengu wa roho, na sisi tumekaa. Kifo cha Yesu kimetupatia ushindi. Ametupa ushindi. Jemedari wa vita, amenipa ushindi. Amenipa ushindi. Jemedari wa vita, Jemedari wa vita, amenipa ushindi. Amenipa ushindi. Jemedari, Jemedari wa vita, amenipa ushindi. Amenipa ushindi. Jemedari wa vita, Jemedari wa vita, amenipa ushindi. Amenipa ushindi. Jemedari wa vita, Jemedari wa vita, amenipa ushindi. Amenipa ushindi. Jemedari wa vita, Jemedari wa vita. Chezea wewe ningekuwa mke wa mganga wa kienyeji leo. Chezea wewe ningekuwa na watoto 6 kila mtoto na baba yake leo. Chezea wewe ningekuwa saizi napika pombe, nauzia watu chang'aa. Babangu kabla hajaokoka alikuwa anauza piwa, anauza chang'aa. Hiyo roho ilikuwa ndani ya pombe. Kwa na mimi nisingeokoka ningekuwa napika pombe. Lakini leo niko kwenye madhabahu ya Bwana. Haleluya. Amen. Nimeshinda roho za ulevi. Nimeshinda roho za pombe. Wala ladha ya pombe sijui. Amen. Amenipa ushindi. Jemedari wa vita, ameniletea mkononi. Amenipa ushindi. Jemedari, Jemedari wa vita. mwambie mwenzako upo. Upo. Shike mkono mtikise, mwambie wewe You shujaa present, wewe. yeah. Mwambie funguo zako ziko wapi? Funguo zako ziko wapi? Mguse basi, mwambie where is your keys? Where is your keys? Hebu mguse, hebu akuelezee ziko wapi funguo. Amesema anazo. Umuulize where is your keys? Where is your keys? Mwambie kama unazo, mbona unaogopa sana? Mwambie mbona unatetemeka sana? Mbona una hofu sana? Mbona unaongea sana kufa? Wewe ni wakufa wewe. Wakati shujaa msalaba yuko ndani yako. Aliyeshinda kifo na mauti anakaa ndani yako. Nani amekwambia utakufa? Hayupo. Come on. Oh yes. Mimi na mume wangu hatufi chini ya miaka 100 na watoto wetu. Kila siku tukiomba tunaongea. Watoto wangu wakiona mtu anakufa anashaka, mama yule ana miaka 100. Mbona amekufa? Maana anajua kufa ni chini ya miaka, sio chini ya miaka 100. Kama bibi yangu alikufa na 120, kwa nini mimi nisife chini ya miaka 100? Dunia tamu wewe. Nani mkwambia dunia sio nzuri? Unaendesha gari lako mwenyewe. Unakula unachotaka. Nyumba yako mwenyewe, mziki wako mwenyewe. Mbinguni wote tunavaa sare. Hakuna cha kuoa wala kuolewa. Hakuna cha chakula wala cha dini. Hakuna kuoa wala kuolewa. Ni harusi moja. Yaani mbinguni hata si kama huyu godi wangu hapa nitamuona. Atakuwa labda uko Zanzibar, mimi niko Zambia. Kule hakuna furaha, hakuna upendo, hakuna mapenzi, hakuna vyakula vitamu. Tunakaa tu tunaabudu. Holy. Sasa tumia muda ule upewe duniani vizuri. Radipe mwenyewe. Chezea wewe. Mbinguni hamna maiki ya kuhubiri, sitapewa maiki. Kule wote tunaabudu. Maserafi na makerubi ndio wanaongoza hapa. Mimi nitakuwa niko wapi? Acha niongee hapa. Acha nihubiri hapa. Mbinguni hakuna vitenge jamani. Hakuna nywele neema nisuke hapa. Misuko yote ni hapa. Amen. Kucha zetu tunatengeneza hapa. Amen. Viatu virefu tunavaa hapa. Amen. Chakula kizuri tunakula hapa. Ndio. Magari mazuri tunaendesha kwenye barabara za duniani. Oh, yes. Maana mbinguni hakuna magari. Oh yes. Acha kusema hivi naenda mbinguni.
Taenda tu. Oh, kwetu pazuri tumeshapa. Umekumbuka wapi wewe? Hapa duniani ndio kutakula bata na Yesu. Amesema mbingu ni mbingu za Bwana, nchi amewapa wanadamu. Na nimekwambia mbingu iliumbwa kwa ajili ya watu. Mbingu iliumbwa kwa ajili ya malaika. Oh yes. Ni dhambi tunakule tukienda ni temporary, usikao tunakaa milele. Hakuna. Ni kwa muda tu. Tunakuja tunasema mbingu mpya na mchi mpya inashushwa. Sio hapo tutaruhusiwa kuona kuolewa tena upya. Tusubiri tusikie. Ila natamani uwe kwenye hiyo mbingu mpya na nchi mpya. Natamani Lucy nikuone. Oh yes. Kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Tusiishie tu hapa kucheka duniani. Amen. Kuokoka kwa damu sio kitu chepesi yangu. Parapanda ikilia utoke upande uende. Sio mbuguni, mbinguni. Sema power. Power. Kwa hiyo raha kula hapa. Oh yes. Selfie yako kaa hapa. Ndio. Jenga nyumba yako, weka taa za blue, weka nyeupe, weka nyekundu, paka rangi, pata raha. Maisha ni mara moja. Acha mambo ya kujihurumia. Nakufa, siwezi. Oh, ameniumiza. Simwache, simsamehe kweli. Kweli. Sema raha jipe mwenyewe. Moyo wangu una amani. Moyo wangu una furaha. Wewe maisha matamu wewe, ukila sato, sangara wewe. Chai ya maziwa nzuri yenye viungo kama vya Diana. Wewe. Kuna ndege hujawahi kupanda, unakaa kwenye ndege unaseviwa kila unachojisikia, alafu uko tu kule hewani. Oh yes. Mbingu lako limeshata. Unasikiza tu muziki wako hapo, ripa saka, unaona wazungu wamekaa. Oh, how are you? Oh yes, where are you going? Dubai, Canada, Australia. Alafu inatua. Alafu unatoka mtoto wa kike unatawala na kumiliki kwenye nchi baba yako mwenyewe. Wewe umeweza kupanda tu daladala unasema na mbinguni. Bado hujapanda ndege. Hizo daladala lazima uende viwango vingine. Wewe bajaji unasema nenda mbinguni. Amen. Dunia imejaa raha. Unasikia? Unanielewa? Tunaambia kuna hoteli ziko baharini, lazima tukalale huko. Unaambia ukilala kule hotelini ya baharini unaona samaki. Oh yes. Unaona nyangumi, unaona mamba, wewe umelala ndani, rapa saka. Oh, kumbe ndio nyangumi. Wewe unalala tu hapo Dar es Salaam Street kichumba cha 10,000. Hapo sema unataka kwenda mbinguni saa hizi kufanya nini? Mbingu na nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Oh yes. Hizi staria zikumbiwa watu wa duniani, ziliumbiwa watakatifu. Oh yes. Ndio akasema mbingu ni mbingu za Bwana. Nchi amewapa wanadamu. Wewe umepewa nchi. Oh yes. Jenga kitu kilichosimama. Amen. Endesha ndinga inayoeleweka. Amen. Sema power. Power. Maskini sio fungu lako. Oh yes. Wewe sio maskini. Amen. Umeamua tu. Niangalie uso. Ipige uso. Wewe sio maskini. Hata kama utaka Mungu anaweza yote, navumilia. Oh, kupata na kukosa ni majaliwa. Hiyo ni ya kwako. Mje anajua mje, riziki ya mtu anamjua. Nani amekwambia riziki ya mtu anamjua mje? Toka siku za Yohana Mbatizaji. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na wenye nguvu tunateka. Hakuna riziki ya mtu anajua mje. Tunapambana tunapata. Mashimoni vitakuja, makaburini vitakuja, vilivyozikwa vinatolewa. Vinarejeshwa. Nasikia kuitwa na sauti yake. Anasema njoo kwangu nikuleteshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwambie wewe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. 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 Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Urejeshewe ndoa yako yenye furaha. Amen. Urejeshewe watoto wako wazuri wamekuzunguka. Amen. Urejeshewe mashamba yako na nyumba zako. Amen. Urejeshewe magari yako. Urejeshewe kila kitu chako. Amen. Na unarejeshewa katika jina la Yesu. Amen. Nasimama kwenye hii madhabahu kama nabii wa Bwana. Chochote kilichoibiwa kwa mtu, chochote kilichochukuliwa kwa mtu, chochote kilichodhulumiwa kwa mtu kwa sababu ya madhabahu za giza, as I am standing in this place, I speak under the anointing of the Holy Ghost. Rejesha. Unarejeshewa ndoa yako. Amen. Unarejeshewa kazi yako. Amen. Unarejeshewa na sioni watu wenye furaha.
unarejeshewa ofisi yako, unarejeshewa nafasi yako, unarejeshewa utumishi wako. Kipawa kinarejeshwa, mafuta yanarejeshwa, sauti inarejeshwa, watoto wanarejeshwa, biashara zinarejeshwa. Utakuwa kile Mungu amesema, sio kile shetani amesema, sio kile wanadamu amesema. Nasimama kama nabii wa Bwana, nasema rejesha, nasema rejesha, nasema rejesha, nasema rejesha, nasema rejesha vilivyoibiwa, vilivyochukuliwa, vilivyomezwa, makaburi ya familia, mizimu ya familia. Nabii wa Bwana, sauti ya mtu aliye nyikani, rejesha, rejesha, rejesha watoto, rejesha mateka, rejesha maisha, rejesha furaha, rejesha amani. Rejesha kipawa changu, rejesha sauti yangu, rejesha fedha zangu, rejesha magari yangu, rejesha nyumba zangu, rejesha watoto wangu, rejesha. Rapa sekete basayana reko sakata enda ramasikate repa sakata reko sekete. Na kujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Shetani mimi sio mpole, shetani mimi sio mpole. Nimegundua kwamba maisha yangu ni ya thamani, kwamba maisha yangu yana thamani. Leo nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Unaachilia, unatapika, unatapika. Makaburi uliyonifungulia yanapasuka, yanapasuka. Power! Hey! Usikubali. Usikubali. Usikubali kuchezewa. Ukifika mbinguni usikubali ndio onyesho nyumba zako zilikuwa ni hizi. Ndoa yako ilikuwa ni hii. Vitu mbinguni ukaanza kuonyeshwa store. Unafika mbinguni umedraw vitu vyako vyote na umevishi hapa duniani. Una draw vitu vyako na vishi hapa duniani. Maadamu umeingia kwenye hii madhabahu, shetani hakuwezi. Kosa ulilofanya ni kuingia hapa na kuwa shujaa. Utainuka kama shujaa. Sauti yako itainua. Mungu aliyetunyanyua mimi na Pastor Godfrey, tuliotokea familia za ajabu, leo tunasimama. Na nyinyi watoto wa hii madhabahu mtasimama. Mtasimama. Kwa sababu upako sio kwetu tu. Upako ni kwa ajili yenu. Malaika walionipigania wako hapa kuwapigania. Malaika walionitetea wako hapa kuwatetea. Malaika waliopambana na vita vyangu wako hapa. Amen. Nimalizia hapa. Nimalizia hapa, tuombe. Leo tunaomba, leo tunaomba. Repa sakata ramasika yana hendo robo sika yana rabababa. Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kanisa hili hakuna mtu ataangamizwa kwa kukosa maarifa. Amen. Maarifa yote ambayo Mungu anataka uyajue kwa habari ya kizazi chako utayajua. Amen. Hata kama vitu vimejificha chini ya, piga mziki kidogo. Mziki usiwe juu sana ili niongee sauti isikike pia. Utajua. Amen. Vilivyojificha utavijua. Amen. Vilivyo kama kaburi utavijua. Amen. Utalala usiku utaona. Amen. Ni wapi wamefucha nyota yako? Oh, yes. Ni wapi wameweka pesa zako? Oh, yes. Ni siku moja nilivyoamka usiku nimeomba, nimwambia Mungu nimechoka na roho ya umaskini. Ni wewe unibariki. Nilikuwa nina mfungo meongo, nakumbuka ule mfungo ulikuwa ni mzito. Nikamwambia Mungu nimechoka. I want to go to another level. Nimechoka kushika 500. Nimechoka sioni ila nimesoma degree 2, sina maisha, sina mwelekeo. Nategemea mwanaume anilishe, anitunze. Ninasikia vibaya kwa sababu hata mimi nilisoma kama yeye. Sisemi ni vibaya kutunzwa, lakini mimi sikuzaliwa hivyo. Nina nyota, nina maono, nina vitu vyangu vingi haviendi kwa sababu sina hela. Kumbe kwenye ukoo tumevalishwa gloves za chuma. Siku nimekaa asubuhi, Mungu akaambia angalia mikono yako lightness. Nikaona mikono yangu imevaa magloves. Hela zinaingia zinateleza. Akasema hiki ndio ambacho kimefunga familia yenu. Kimefunga mikono yenu. Ndio maana familia yenu yote hakuna mtu anashika hela. Kila zikiingia zinapotea. Kila zikiingia zinapotea. Kila zikiingia zinapotea. Akasema leo itumie damu yangu kuvua hizo gloves za kipepo, za kichawi, za kifamilia, ili niweze kukupa hela. Sikujua Mungu alikuwa anamaanisha. Yes. Niliomba ile maombi nikiwa namaanisha, nikavua ile magloves, na kuambia ikupita wiki nikapata fursa. Mume wangu anaelewa. Tulianza kushika mamilioni. Amen. Ninaenda kuhesabia hela kwenye mashine, siwezi kwa sababu na mikono nachoka. Mungu ananiona niko kwenye madhabahu. Nilikuwa kutembea na milioni 5, milioni 7 ni kitu cha kawaida. Kutoka from scratch, from kijiji kile nilichokuwa. Tulikuwa tunakaa Rombo. Wala Mungu hakutaka eti kunihamisha nilete Moshi na nipe hela. Kule kijijini. Unaingia najaza hela kwenye begi, nazipanga hivi. Hela. Sema hela. Hela.
Bwana akageuza uteka wetu. Yes. Tukaanza kuchanganyikiwa, tunalima vitunguu sasa hivi, tunalima sasa hivi vitunguu, unaweka tikiti shambani, unaweka hiki mahindi, huku tunajenga. Mungu akatusaidia tukajenga kiwepesi bila kutumia nguvu. Amen. Nikagundua kumbe kuna mbingu zilizo wazi. Yes. Kumbe hela ni za kwetu. Kumbe kuna ugumu na utembelea, saa ingine kuna gloves za kichawi ambazo watu wamevalishwa za kifamilia. Mimi nilijitoa. Amen. Na wewe Mungu atakuvua kama kwenu zipo. Amen. Atakuvua kama kwenu zipo. Amen. Hakuna kutembea kwenye unyonge hapa. Yes. Sisi ni watoto Mungu aliotupa, we are signs and wonders. Amen. Huwezi kutawala na kumiliki bila hela. Umaskini ni laana. Yes. Karama bila hela haiendi. Yes. Upako bila hela hauendi. Yes. Sauti isiyokuwa na hela haisikiki. Oh yes. Unanisikia? Amen. Kumiliki na kutawala. Hagai 2:8, fedha ni zangu, dhahabu ni zangu, asema Bwana wa majeshi. Oh yes. Shetani akitaka kutufyonza na tuondolega eneo la hela. Yes. Leo tumekuja kusema rejesha. Amen. Siku moja nikiwa naomba, nikaona kijijini nyumba fulani ambayo tuliishi. Kuna kiwanja, juzi tulipanda na Petro na Diana, nadhani waonyesha ile nyumba. Na Martha, kuna watu tulienda na Machame. Nikamwambia ni pale magari yetu yalikuwa yamewekwa. Tukakuja mwambia muda mrefu, Mungu, kwani familia yetu hatuendeshi? Hatuendeshi, kwani hatuendeshi uko mzima, hatuendeshi sasa hata babangu ana gari. Nimechoka. Nikaona kwenye ulimwengu wa roho, hiyo nyumba tunaishiki zamani. Kuna uwanja mkubwa, alafu pale uwanjani nikapelekwa magari ya kila aina, lakini yana kutu. Kuanzia trekta za zamani niliziona, zile Toyota za zamani, mpaka yani, lakini yamekaa hapo mpaka yamechakaa. Yes. Mwambie haya hata sio ya uko, haya ni ya familia yenu, baba yako na watoto wake. Yalifungiwa hapa. Yes. Akapesa sasa, pambana ufungue gari lako hapa. Ndio alipoanzaga maombi ya usirias kwa habari ya magari. Yes. Baba yangu akatoka akapata gari. Ghafla na mimi nikapata. Ona niambia nini? Ulimwengu wa roho ni halisi. Amen. Ulimwengu wa roho ni halisi. Yes. Unafikiri ulimwengu wa roho hauko serious? Vitu vyako vipo rohoni, vimeshikiliwa. Unatembea kwa mguu kumbe gari lako linaota kutuko kijijini. Unatembea kwa mguu kumbe gari lako limefungiwa. Shetani ana adabu. Yes. Lazima uwe na hasira. Unakaa unamsubiri mume akoe, kumbe mume wako yuko tu mali amefungiwa tu, anakaa tu kwenye ulevi, atoki huko aje akuoe. Mwingine amefungwa kwenye mahusiano ya ajabu ajabu, kashikwa na madawa. Shetani amemshika na madawa kabisa ili asije akakuoa wewe. Halafu unazunguka tu hapo unasema yote alimaliza. Alimaliza lipi? Mbona hajaisha? Hajaisha bado mpaka yaishe. Amen. Haijaisha mpaka iishe. Amen. Sio swala la wimbo, ni swala la maisha. Nacho kiimba ni kiishi. Yes. Alimaliza ni yule amemalizika. Yes. So naimba alimaliza afu narudi nalia. Never. Upo. Amen. Sema misingi iliyoharibiwa. Vizazi na vizazi. Leo kwa msaada wa Mungu naenda kuishughulikia. Hasira, nataka leo mwe na hasira. Pastor jiandae kutupa. Yaani hasira. Yaani kama una hasira nenda nyumbani, hatukutaki hapa. Hapa leo hii baada ya leo utakiwi. Yaani kama unalizika tu. Hallelujah. Hatukutaki. Tunataka watu waliochoka, watu waliofika mwisho. Nani akaambia utakapolivunja kongwa lako. Hey! Inaisahau. Ndipo utakapoweza kuchomoka. Leo kuna watu lazima tuvunje makongwa. Amen. Na upako huko Mungu hawezi kunipa neno bure. Yes. Hawezi nipa bure. Amen. Nilipomaliza ibada asubuhi ya TikTok, nikakaa nikasikia wingu limeshuka pale chumbani, nikaomba zaidi ya lisali moja mpaka kama saa 2 hivi. Nasikia tu kububujika. Nikajua hapa leo kuna kitu. Na Mungu akambia leo ni asili. Jana usiku wakati nafanya hichi kipindi kwenye TikTok, watu walihudumia mpaka nikashangaa. Mungu alishuka, kamba zilikatika, magereza alivunjika, shuhuda ni nyingi. Nikasema Mungu, hichi kitu kinatakiwa kije hapa, kuna kitu kinafanyika leo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hautaangamia kwa kosa maarifa. Amen. Madabu kwenye hii madhabahu. Shetani akitaka kukuletea jaribu, huwa anatafuta mzizi na njia yenye uhalali kwa kusaidiana na maagano ya uovu yenye uhalali ndani ya familia. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia leo. Shetani hautasaidiana na maagano ya uovu yaliyo ndani ya familia yangu. Kuharibu maisha yangu. Ninakata hiyo connection. Shikwa na hasira. Leo utamngata, utamkanyaga, utamrukia, utajua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tatizo watu wanapookoka wanasema kuwa Mungu anafanya kazi kupitia maarifa. Wanasahau kuwa Mungu anafanya kazi kupitia maarifa yaliyo ndani yao.
kama unaona jambo baya katika familia yako kwamba alikuhusu au halikupi shida, na Mungu hata lishughulikia. Unaweza kuangalia familia yenu, hata nataka kutunza wazazi mtunzi. Watu wana hela, unaambia jamani tuende hata 10,000, hawataki. Jamani mbona hela mnazo, tuende hata 5,000 basi baba anaumwa, hawataki. Fanyeni basi hivi jamani tujenge hapa panavuja. Jamani hawaelewi. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anafundisha jana akasema kwa alikuwa na nyumba ya nyasi. Walikuwa wamezaa watoto 10. Hiyo nyasi inavuja. Na wanaweza kabisa kwenda porini kutafuta nyasi zingine, kuziba pale pasivuje. Lakini mvua ikinyesha wanamka usiku wanasimama hivi. Ikiisha wanalala. Na wanaweza kabisa kuamka kwenda kutoa nyasi za kwenda kuziba pale. Familia inaruhusu kazibe nyasi. Sinataka uamke usiku usimame. Hey. Pastor Godfrey, naomba uje hapo endeleze ngoma. Hallelujah. Come. Hallelujah. Nakusubiria hapa. Nimesikia ndani nikuachie.